Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza, Biblia inasema, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Asante Mungu aliye hai kwa zawadi ya siku nyingine tena hapa duniani ili tukutumikie. Ni Mungu unaitisha makusanyiko. Umesema tusiache kukusanyika pamoja, na Mungu unaitisha makusanyiko yenye faida, na tunalitangaza kusanyiko la Jumapili ya leo ni la faida mbele zako, katika jina la Yesu, na wote tuseme amen. Familia ya Mungu. Lengo la somo: kila aliyeokoka ajue kuishi duniani kama mwana wa Mungu na mwanafamilia ya kiroho ya Mungu. Kuzaliwa mara ya pili, kuokoka, kumekupa nafasi ya kuwa mwana wa Mungu. Anasema ni pendo la namna gani ambalo Mungu ametupa tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Hebu sema ndivyo nilivyo. Hebu msalimie wa kulia kwako, kushoto kwako, mwambie Bwana asifiwe, mwana wa Mungu. Msalimie na mwingine, mwambie Bwana asifiwe, mwana wa Mungu. Naona mwingine neno zito mdomoni kutoka. Msalimie huyo, mwambie Bwana asifiwe, mwana wa Mungu. Paka wafike 5 ili ikae akilini kwako. Mwambie Bwana asifiwe, mwana wa Mungu. Salimia na wengine. Yaani we salimia tu 5 wangapi, mwambie Bwana asifiwe, mwana wa Mungu. Yes. Shida yako namtambua kama Eliza wa Kimbangulile. Shida ndio iko hapo. Kama Joni wa Mwanalumango. Yaani shida ndio iko hapo. Tunataka uhame hapo. Mambo ya Eliza wa Kimbangulile yaishie huko. Ukija kwenye eneo hili la kanisa, ukija hapa kanisani, Bwana asifiwe, mwana wa Mungu. Hiyo ndio salamu yetu, ili ingie mpaka kwenye mifupa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe, mwana wa Mungu. Tunaanzia hapa. Ni pendo la namna gani alilotupa Baba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo. Sasa shida naishi kama Mage wa Mwanalumango. Bwana asifiwe. Sema nakataa hiyo kwa jina la Yesu. Kila aliyeokoka afikie ngazi ya kuishi duniani kama mwana wa Mungu na mwanafamilia wa nini? Wa Mungu. Nilikuletea the mega church, leo nakuletea mega life. Hem, sema mega life. Ay. Bwana asifiwe. Hem, sema mega life. Unajua tumesema kuna utamaduni wa kanisa. Kuna misemo unaikuta kwenye kanisa hilo tu, uikuti mali pengine. Mega life utaikuta mali pengine, utaikuta hapa, na ndio tunaizindua leo. Sema tunaizindua kwa jina la Yesu. Mega life. Bwana asifiwe. Tuandikie mega life. Futa kwanza hili mega life uingie kwenye akili. Hatuwezi tukawa tunapambania mega church alafu maisha yako yawe ya Mwanalumango. Ukiwa na mega church lazima na ngazi ya maisha yako ende kwenye mega life. Sema the mega church, mega life. Ndio. Sawa kabisa. Bwana asifiwe. Tulisema Mungu hana upendo. Mungu ni upendo. Ni asili yake upendo. Na upendo wa Mungu ndio uliosababisha uumbaji. Kwa sababu upendo una mambo makubwa mangapi? Mawili. Kujipenda mwenyewe. Kwa hiyo Mungu anajipenda mwenyewe. Lakini upendo haubakiaki tu kwako mwenyewe. Una tabia ya kutoka. Kwa hiyo Mungu akajikuta yuko mwenyewe anajipenda mwenyewe, lakini upendo unatakiwa ufanyaje? Utoke.
Uende wapi? Kwa nani? Ikabidi afanye uumbaji. Sema tumeumbwa kwa pendo la Mungu. Ndiyo. Emrudia tena, mega life. Sema mpaka kieleweke. Sema mega life. Kwa hiyo usiishie tu mega church. Malizia na mega church. Watu wa mega church lazima wawe na mega life. Haleluya. Na namshukuru Mungu. Mwenzenu mimi nimeona mega church na nimeona mega life. Uko. Yaani naelewa ninachokiongea. Wewe hata kama unaona, mimi nimeshaona kwamba watu kuwa kwenye mega church na kuwa na mega life maana yake nini? Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa nimeangalia watu wanaongea mahali fulani. Yaani kuna watu wanaongea anaposikia mega church, yaani wengine wana degree zao. Yaani anaangalia mega, yaani akiongea mega church anaona kama mzaa fulani. Yaani ongea yake ndio mambo ya mega church. Yaani anaona kama kitu ambacho yaani anaona kama pasta hivi na ni kama nati fulani, na maisha ya kiroho ndio hivyo nati huwa zinalegea. Kama nati zako hazilegei huwezi kuishi maisha ya kiroho. Maisha ya kiroho nati lazima zilegee. Wewe utasemaje mega life wakati hali ni tete namna hii? Itawezekanaje? Nina ujasiri. Bwana asifiwe. Unajua kuna mambo Mungu anaangalia. Huyu mtu tumpe hiki, ana uzoefu gani? Sasa ukikuta mtu anashangaa mega church, unajua kuna ngazi fulani. Neno la Mungu linasema waende kwa sheria na kwa ushuhuda. Sheria, yani uende na neno lakini linaloambatana na ushuhuda wa jinsi hilo neno lilivyofanya kazi wapi? Kwenye maisha yako. Yani watu wengi wameclaim maneno ya Mungu. Yani ana claim, anaweza kutaja mistari 50. Afu muulize limefanya nini kwako? Issue ndio inaanzia hapo. Ameclaim lakini hana ni sawa na wasomi wetu ambao wana vyeti vimeandikwa degrees, the bachelor, A zote, masters. Afu mwambie kazi hapa kufanya. Hapo ndio tatizo linapoanzia. Sema ushuhuda. Bwana asifiwe. Yesu tulisoma Jumapili iliyopita, Yesu alitenganisha familia duniani ziko za aina ngapi? 2. Dunia, kila mtu unayemwona ama yuko kwenye familia ya Mungu au yuko nje ya familia ya Mungu. Tusome tena yale maandiko. Tusome tena. Tuyasome tena yale maandiko. Soma ile Mathayo 12:46 mpaka 50. Kuna mambo mengi yanawafunga watakatifu, yamefungamanishwa na mafamilia. Lengo la somo hili ni kukupa maarifa ya jinsi ya kushughulika na makolokocho kama hayo. Mathayo 12:46 mpaka 50. Na makutano, tarudia, alipokuwa katika kusema na makutano, tazama, mama yake na ndugu zake walikuwa wakisimama nje, wataka kusema naye. Mtu mmoja akamwambia, tazama, mama yako na ndugu zako wamesimama nje, taka kusema naye. Sema nje. Wakati anaambiwa Yesu yuko ndani na watu wamejaa huko ndani. Ndugu zake na shangazi, mamkubwa, mjomba, sijui shangazi, mdogo wake nani, wako nje. Akamjibu akamwambia yule aliyempasha habari, bwana mkubwa, tuko ndani kama hivi, hapo nje mama yako, mjomba, shangazi, baba mkubwa, binamu wako nje, wanataka wakuone. Akajibuje? Akamwambia yule aliyempasha habari, mama yangu ni nani? Na ndugu zangu. Akaanza hoja, mama yangu nani? Hawa waliomo humu ndani ndio humu kuna mama zangu, wajomba, shangazi, wote wako humu ndani. Huko nje yuko nani? Na ndugu zangu ni akina nani? Ndugu zake ni kina nani? Mamake ni nani?
akawanyoshea mkono wanafunzi wake, akasema hao hapa walioko wapi? Ndani. Hao wa nje wasipoingia ndani, manake inatakiwa protocol kutoka nje kuingia wapi? Ndani. Sema protocol. Unaingiaje kwenye familia? Manake anasema familia ya Mungu ndio hii iliyoko wapi? Ndani, ambayo imesikia neno, imetii neno, imelipokea neno, inaishi kwa nini? Kwa neno, iko ndani. Hiyo familia yangu ya nje wanataka wakaniambie kuna mchango wa shangazi mkubwa sijui kafanyaje, hayo mambo hayanihusu. Bwana asifiwe. Ameshaweka mpaka. Kuna familia iko nje na kuna familia iko ndani. Na kama wako ndugu zako hawajaokoka, baba na mama wako nje ya familia ya nani? Ya Mungu. Wewe uko ndani ya familia ya Mungu. Lakini lazima ujitambue, unapokuwa ndani ya familia ya Mungu umepewa ukuhani wa kifalme. Usimame kama kuhani kwa ajili ya wale walioko wapi? Nje, ili wafanyaje? Waingie ndani. Nafasi ya kwanza, Yesu alikuwa kuhani kwanza wa familia yake. Yesu alifanya kila alilofanya mpaka familia ikaingia wapi? Ndani. Tulisoma Matendo. Tukasoma Matendo walipokusanyika wale 120 kule gorofani wakiomba Mungu, wanasubiri Pentekoste, mama yake na ndugu zake wote walikuwepo wapi? Ndani. Aliwatoa nje kwa protocol, wakaingia wapi? Ndani. Bwana asifiwe. Angalia jirani yako. Yaani hao ndio wana familia yako ya Mungu. Ndio maana tulianza na kanisa, tukasema kanisa linaunganisha wote waliookoka dunia nzima, lakini na walioko kwenye maeneo ya kijiografia. Kwa malaika waliopo kanisa la Efeso, kwa malaika walioko kanisa la Smyrna. Hapa ni malaika wa wapi? Wa Forest. Lakini hatuko Forest pekee tu, wako na mitaa mingine huko. Kwa hiyo kanisa liko dunia nzima, lakini pia kwenye maeneo ya kijiografia. Bwana asifiwe. Akasema tazama mama yangu na ndugu zangu. Nakuuliza swali, huyo uliyekaa naye karibu hivi wewe unamwonaje kwanza? Yaani wewe unamwonaje? Tulileta somo la Roho Mtakatifu kukwambia kwamba huyo uliye naye usimtambue kwa namna nyingine yoyote. Kwanza mtambue yule aliyoko ndani yake. Awe amevaa bluu na kijani, awe amevaa masepele, awe haeleweki, mtambue kwanza aliyoko wapi? Ndani. Ndani yake yuko Mungu. Chochote unachotenda nje yake kinakuwa, yani anakirespondi Mungu aliyeko wapi? Ndani yake. Hilo ndio linatuleta, Yesu anasema muishi kwa upendo, muishi kwa umoja, kwa sababu ni wanafamilia. Na mwezi kuwa familia ya Mungu ni kwa sababu ninaishi ndani yenu. Kwa hiyo ninapomwona huyu, njoo wewe nitakutumia sana hapa. Huyu mimi mrefu yeye mfupi, hata kama kimo chake kikufurahisha au urefu wangu ukufurahisha, ndani yake yuko nani? Hujasema kwa sauti, ndani yake yuko nani? Ndani yangu yuko nani? Heshima yangu kwake haitokani na jinsi alivyo na chochote, ila yuko Mungu ndani yake. Vyovyote itakavyokuwa, ninaheshimu yule aliyoko wapi? Ndani yake. Unyenyekevu wote nitakavyonyenyekea, simnyenyekee yeye, na mnyenyekea aliyoko wapi? Ndani yake. Maneno yote ninayotaka kuongea kwa ajili yake, nitaongea kwa kumheshimu aliyoko wapi? Ndani yake. Ila utaangamia kwa kukosa maarifa, kwa sababu humjui, unamwonaga tu huyu limbo wa madafu, ndio unachojua. Maarifa yako ndio yameishia hapo. Na wakati mwingine unaweza ukasema, Yesu anasema kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hao, ulinitendea mimi. Kwa sababu gani? Nilikuwa niko ndani yake.
Ukimkaribisha kama mgeni, umemkaribisha nani? Ukimtupa nje kama mgeni, umemtupa nani? Sasa shida yako unajua, umemtupa limbo wa madafu. Shida ndio inaanzia hapo. Shida ndio inaanzia hapo. Maarifa hayajakaa mahali pake. Maarifa namba moja ni pendo la namna gani alilotupa Mungu tuitwe wana wa Mungu. Kwa hiyo kama mimi ni mwana wa Mungu na ndivyo nilivyo, na yeye ni mwana wa Mungu na ndivyo alivyo. Bwana asifiwe. Sema ni mwana wa Mungu na ndivyo alivyo. Huku mbali jirani yako sema wewe ni mwana wa Mungu na ndivyo ulivyo. Haleluya. Unakuta kuna utoto mwingi kwa sababu ya kukosa maarifa. Bwana asifiwe. Unapodili na watu, take care kwamba nashughulika na nani? Na Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Afu ndo mwingine hajamsamehe mtu miezi 6. Ndio maana Mungu akaweka kinani pale akasema msiposamehe. Yaani huyo ambaye hujamsamehe ndani yake yuko nani? Yaani huyo ambaye hujamsamehe ndani yake yuko nani? Yuko Mungu. Sasa Mungu anasema hivi kumbe huyu ningemkosea, mimi nimepeleka mwanangu msalabani kusulubiwa, kumbe huyu ningemkosea cha moto ningekuiona. Maana asingenisamehe kabisa, angenishughulikia. Japo mimi nimefanyaje? Nimesamehe. Amen. Sema mimi ni mwana wa Mungu. Ukirudi nyumbani nenda kwenye kioo. Umeshawahi kutamka neno yani mimi ni mwana wa Mungu angalau kwa dakika 5? Umeshawahi? Umeshawahi? Hujawahi? Zoezi lako la leo, yani isipite wiki hii ukafanya zoezi kwenye nini? Kwenye kioo. Ni mwana wa Mungu mimi hapa. Mimi. Dakika ngapi? Yani mpaka ingie mpaka kwenye mifupa yako kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Yani anasema kwa moyo mtu huamini, kwa kinywa hukiri hata kupata nini? Wokovu. Sasa wokovu unaojua wewe ni wa kwenda mbinguni tu. Neno wokovu manake ni soteria. Kwa lugha ya Kigiriki ni soteria. Soteria manake ni kila kitu ambacho wewe unahitaji. Sio kwenda mbinguni tu. Yaani utapata wokovu, utapata kazi, utapata biashara yenye faida, utapata mchumba, mume sijui mke. Yaani hiyo wokovu, kwa moyo utaamini, kwa kinywa ukikiri, unapata kile unachotaka. Sio wokovu tu wa kwenda mbinguni. Muulize jirani yako, unahitaji nini? Shida yako umejaa maneno negative. Ndio tatizo lako kubwa. Mambo magumu, hali tete, sitatoboa, na Mungu alisema jibu lake ni moja tu. Ndio. Hali ngumu, hali tete, sina hela, mimi wa hivyo, nimebarikiwa, ni mshindi zaidi ya kushinda, mimi ni wa baraka tu. Jibu moja tu. Wewe ndio una majibu chungu nzima. Mungu moja tu anasema kazi yangu ni kusikia, mlivyosema ndivyo nitakavyotenda. Mimi ni panzi. Pokea kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Sasa kwenye familia inaitwa familia ya Mungu. Kwenye familia ya Mungu kuna familia yote unakuta watoto na watu wazima. Yaani ndani ya nyumba ya Mungu kuna watoto. Sasa unapojitangaza mwana wa Mungu, manake unamwambia Mungu nihamishe kwenye utoto, nihamishie kwenye nini? Wana. Kuna mtoto na mwana. Unayataka ngazi ambazo uzitaki, unayataja sio kwako kama yamekuaje? Yamekuwako. Soma Isaya 9:6. Isaya 9:6. Kwenye familia ya Mungu kuna watoto na kuna wana. Kuna watoto na kuna wana.
Emsoma hiyo Isaya. Isaya 9 mstari wa 6. Biblia inasema maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Amen. Yaani anaanza kuitwa majina. Yaani anasema tumepewa mtoto amezaliwa. Yaani majina yake anaanza kuitwa kabla hajafanyaje? Kabla hajazaliwa. Anasema naye ataitwa na jina lake nani? Jina lake nani? 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 Ukisubiri kuona ndipo utamke, umeshapoteza network. Imani chanzo chake ni kusikia. Jambo lolote ambalo hujalisikia huwezi kuliamini, kwa sababu hujalisikia. Mpaka usikie kwanza ndipo uamini. Tunaamini tulivyosikia. Amen. Ndani ya nyumba ya Mungu, kwenye familia ya wana wa Mungu, kuna watoto na kuna wana. Watoto na wana. Na shida iko hapa. Hatupambani sana na mambo ya maji, mafuta, chumvi. Mungu anaweza kuvitumia na alishawahi kuvifanyaje? Kuvitumia. Shida yetu tu kubwa inamchanganya mtoto na mwana. Tumia maji utapata hiki. Soma Wagalatia 4:1-2. Hatupingi, vina matumizi yake kwa wakati wake, kwa mahitaji maalum, lakini kuna mahali fulani panatakiwa pawekwe sawa. Wagalatia 4. Wagalatia 4. Mstari wa kwanza na wa pili. Kwamba katoto kabalesa kana miaka 3 ni mrisi wa nini? Wa vyote. Lakini anaweza kukabidhiwa gari kuendesha? Tuwe wa kweli. Anaweza kukabidhiwa nyumba isimamie? Yeye anaweza kukabidhiwa nini? Nadhani chupa ya maziwa, biskuti, naambiwa na huku mdoli. Kwa sababu gani? Ni mtoto. Tunaongelea habari ya familia ya Mungu ndani yake, kwa sababu tunazaliwa mara ya pili tukiwa watoto wachanga. Tunakuwa hatua kwa hatua. Kuna vitu hata unywe mapipa ya mafuta, chumvi, vitu gani, hutapata. Yaani ni sana kumnywesha nani? Jona maji na kumwambia pokea gari, pokea. Sawa. Litakuwa limepaki pale nyumbani kwao. Akipewa funguo ataliendesha? Atalimiliki? Hawezi. Kisa nini? Utoto. Tuna watoto wangapi ndani ya nyumba ya Mungu? Wangapi? Unaweza kujua, unajua mambo ya kiroho yanaenda parallel na mambo ya nini? Ya kimwili. Tabia kubwa namba 1 ya mtoto, kupokea. Akili yake yote nifanyaje?
naomba penseli apokee, anataka apokee penseli, anataka apokee ubwabwa, anataka apokee, msema kupokea. Kwa hiyo ukiitwa njoo upokee, manake wewe umeshawekwa kwenye daraja gani? Oho, janielewa bado. Watu wazima, tabia ya watu wazima ni nini? Kutoa. Anaanza kusomesha mtoto, si ndio? Kumlipia ada, anawaza watu wale, anaanza kanunue nguo kwa aliyokuwa ndani anahitaji hiki, anawaza anapataje hela ili afanyaje? Atoe, ahudumie. Kwa hiyo ukitaka kukagua nimekuwa ama la, akili yako imekaa wapi? Kwenye kutoa au kufanyaje? Kupokea. Na ukiitwa tu njoo pokee, unalijua daraja lako, unalifahamu ya kwamba wamepiga darubini wakasema hawa wote hawa ni watoto, na watoto wanatakiwa wafanyaje? Kwa hiyo njoo pokee. Wewe unataka nini? Wewe unataka nini? Lakini wana Bwana asifiwe. Anajua nishatimiza miaka 18 sasa hizi. Nahitaji chumba changu, mambo ya kukaa hapa nyumbani, na hudumiwa chumba, na hudumiwa chakula, maisha gani haya? Unajua akili imeshaanza kufanyaje? Nasema dalali, unaweza kunitafutia chumba afu narudi, naomba nahama. Wewe utaambia mimi shakuwa, niache niende. Watu wazima. Bwana asifiwe. Mtume Paulo anasema, hebu tumsikilize Mtume Paulo anasemaje kwenye Wakorintho wa kwanza. Soma habari za Wakorintho wa kwanza 13:11. 13:11. Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 11. Biblia inasema, nilipokuwa mtoto mchanga, nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima, nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Baada ya kuwa nani? Mtu mzima. Hivi watoto wachanga wanaongeaje? Watoto wachanga? Wamama mtuambie. Maana naona ni wataaluma nyinyi. Unasikia tu mlio analia, unasikia tu njaa, huyo mpe uji. Nalikia mbadilishe nguo huyo. Joto, hebu mweke mtindo fulani hivi. Na hapa 5. Bwana asifiwe. Yaani mnawaelewa watoto. Na ndani ya kanisa unatakiwa hiyo taaluma ije mpaka wapi? Mpaka kanisani. Anasema nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto, nalifahamu kama mtoto, nalifikiri kama mtoto, lakini tokea alipokuwa mtu mzima amefanyaje? Akilisha mambo ya kitoto. Kwa tunapokaa ndani ya nyumba ya Mungu lazima tujue kuna kukua hatua kwa hatua. Hubaki pale pale. Kuna namna za kufanya za kuhama viwango. Ndio maana tunasema mega life. Msema mega life. Mega life ni maisha ya watu gani? Mmenielewa. Nani amesema watu wazima huku? Nikupe 5. Wewe umeelewa somo. Safi kabisa. Mega life sio ya kitoto, sio ya watoto. Ni ya watu matured, wanaojitambua. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Anajua niko forest, niko hapa. Yaani mtu mzima anajitambua nini kinatakiwa kifanyike. Ni mtu mzima. Yaani kuwaza kwake, kufikiri kwake anawaza hivyo. Lakini mtoto mchanga akiwa yuko nyumbani kwake kule anawaza hizi Jumapili 4 nimeenda kule nimepokea nini? Huyu inabidi tuambie wachungaji kambadilishe nepi. Lishe nepi yule. Kuja hapa hakuna upako. Bwana asifiwe. Tunapoenda kwenye utu uzima, nitakwambia kwamba watu wazima, yani kila
kila taifa lina lugha. Na Mungu anapozaa watoto, akizaliwa mtoto, kwa mfano mtoto wa Kichina akizaliwa, anaongea lugha ya nini? Akizaliwa mtoto wa Kiingereza anaongea nini? Kiinglish. Mambo yake yote anakaa Mswana anaongea Kichina, ni hao. Unajua sawa kabisa. Wewe umebaki una kitu, lakini yeye wanafanyaje? Ndugu, atasoma kwa ni hao, ataishi kwa ni hao, atafanya shughuli zake kwa ni hao, na atakuja Tanzania kwa ni hao. Wana wa Mungu wamepewa lugha na Mungu. Watoto wa kiroho, kianza hapa maombi, yaani dakika 35, Baba tokea, Baba fanya, Baba ingilia kati, Baba wewe niko hapa. Unajua tu wana familia inabidi tuleane. Yaani sasa uyajue haya ili ukiona hiyo ujue kumlea ni mtoto. Bwana asifiwe. Lakini tunataka kuleta maombi hapa ya kwenda kwenye mega life. Tunakuja hapa kwenye mkesha, tunasema leo ni masaa 3 nani stop. Tusisikie Kiswahili kindengeleko wala kinini cha kule kwenu kule. Hapa ni rapa katorobo shekirema, ripa manda ya karabobo sikiriba, riata kosha karababoshka. Unajua watu wazima wako ofisini, watu wazima wako kazini. Bwana asifiwe. Ndo tunataka tuhame kwenye zile uko wapi baba. Ukisikia tu uko wapi baba ujue maana yuko wapi. We mjibu sasa, we uliyekuwa mjibu sasa, mwambie yuko wapi. Yaani yeye anasubiri majibu kwa Mungu. We mjibu, we mwambie mimi sasa ndo saa godi na kujibu. Ulikuwa unauliza yuko wapi? Ulikuwa unauliza yuko wapi? Mjibu, hebu mpe majibu yake, mwambie yuko wapi. Kesi imefanyaje? Alafu muulize una lingine. Bwana asifiwe. Muulize una lingine? Yuko wapi? Ndani yako. Na ametupa lugha. Emsema lugha. Kuna kwenye mafamilia yetu haya shetani waga anapataga milango. Au nianzie hapa kwenye Wagalatia 3 niliongea asubuhi 13, inasema hivi, Kristo alitukomboa kwenye laana ya nini? Ya Torati. Sasa kuna wahubiri wanasema hakuna kuvunja laana, hakuna kufanya chochote, Kristo alishafanyaje? Shatukomboa. Mimi nakwambia hivi, ulimwengu wa roho unaendeshwa kwa sheria. Sema sheria. Sheria. Na Bible ni kitabu cha kisheria. Usisahau haya maneno unayokuambia. Ulimwengu wa roho unaendeshwa kwa sheria. Bible ni kitabu cha kisheria. Usisahau maisha yako yote haya maneno. Ni very serious. Kwenye Bible anasema Kristo alitukomboa kwenye laana ya Torati. Hii ni past tense, present tense au future tense. It has been done. Imeshafanyika. Lakini usiisie tu imeshafanyika, utasema imeshafanyika kisheria. Msema kisheria. Usiishie tu imefanyika. Sema imefanyika kinini? Kisheria. Na urudia tena mfano huu niliutoa asubuhi. Rais huwa anatangazaga misamaha ya wafungwa. Na hata miezi fulani hapa kuna watu walishtakiwa kwa uhaini, na mmoja alikuwa yuko Mbagala, alikuwa yuko ndani Ukonga kwa kesi ya nini? Ya uhaini. Kwa namna moja ama nyingine akasema nimewafanyaje? Nimewasamehe. Siku anatangaza amewasamehe, huyu yuko wapi? Ukonga. Rais anaposema tu nimewasamehe hawa watu 1200, manake kuanzia saa hiyo wako huru. Uhuru wa nini? Wa kisheria. Lakini uhalisia bado wako wapi?
gerezani. Kwa hiyo Kristo alitukomboa kwenye laana ya torati, ilishafanyika kinini? Kisheria. Lakini kuna watu bado wako chini ya nini? Chini ya laana, lakini kisheria wako huru. Kisheria wametangazwa wako huru. Kisheria familia zao ziko huru. Kisheria maisha yako yako kisheria. Msema kisheria. Lakini kiuhalisia, muulize jirani yako ngoma ikoje? Muulize jirani yako ngoma imekaaje hiyo? Mwambie mapambano yako unapigania mtaa gani? Unapambania mtaa gani? Kisheria. Huyu aliyoko rais ameshatangaza, anaposema tu wameachiwa huru, kule magereza yuko huru. Lakini kuna mchakato ulimuingiza kule wapi? Magereza. Hawezi tu akasikia kule umeachwa huru akachomoka tu kule anaenda. Kuna mageti kule, kuna walinzi kule, watakuuliza document. Bwana asifiwe. Kwa manake inabidi rais anapotangaza tayari kuna document imeenda wapi? Kuna document inakuwa imesainiwa kwenda wapi? Gereza hili fulani 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 wako huru, waachwe. Bwana asifiwe. Sasa unaweza kukutana na mkuu wa gereza Mnazi, akapata ile document akaiweka kwenye nini? Kwenye afu akabanish tu kimya. Nini kinatokea? Bado naendelea na wiki ya pili jela, wiki ya tatu jela. Lakini kule jela wanakuaga attention, wakisikia tu rais amesema wameachiliwa, wamfuata bwana jela. Document ipo haipo? Document ipo haipo? Sijui haijafika, sijui imefanyaje. Imefika, tunaomba tuone nini? Majina, listi, tunaomba listi, nani ameachiliwa hapa? Sasa mwingine ana mashosti kule, ana watu amezoeana nao, amezoea chakula cha jela. Yaani hiyo issue yeye kwake haimsumbui sana. Yeye anapiga tu maisha, anasema wacha wafuatilie, itakuwa hivyo hivyo. Mwezi wa 3 unaisha, yuko wapi? Jela. Nauliza swali, aliachiliwa hajaachiliwa? Muulize jirani yako, anatafuta nini jela? Huko hajanisikia. Muulize, anasubiri nini jela? Hiki ndicho kitu Mungu anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Yaani kuna mateso yanapiga mahali, lakini hati za kisheria huko huru, ila hujui au ujinga au hujafuatilia au uzembe, unajikuta mkongoto unafanyaje? Unaendelea. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ukitangazwa Kristo alitukomboa kwenye laana ya torati, unatakiwa kuipata hiyo hati. Imeandikwa kwenye nini? Kwenye Bible. Alafu unafanya nayo nini? Ukishaipata unafanya nayo nini? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo yako machangamoto kwenye familia zetu. Kwanza, hatua ya kwanza aliyochukua Yesu ni kuitenga familia ya nje na ya ndani. Wewe tayari uko wapi? Ndani. Kuna ndugu zako wako wapi? Nje. Huku ulikoingia ndani amekupa hadhi ya kuwa kuhani kwa ajili ya wale walioko wapi? Nje. Unaichukua hii. Imeandikwa Kristo alitukomboa kwenye laana nini? Ya umaskini. Yaani changamoto zote zilizoko kwenye familia. Si unajua familia zingine ukizichunguza kuna matatizo yale yanayojirudia endelevu. Bwana asifiwe. Kwa nini tunataka kuleta maombi ya moto? Wengi hawajajifunza kunena kwa lugha. Tutakapokuwa tunaanza kunena kwa lugha kwa masaa mengi, nitakwambia huko kunena kwa lugha kunaweza kufanya kitu gani, alafu nitakupa muda. Nitakwambia utanena kwa masaa haya kwa muda huu, alafu uje ulete nini? Mrejesho, kwamba nini kimetokea. Yaani kwa muda uliokaa na huo muda umefanya hivyo, nini kimetokea.
tokea. Sasa kwenye haya mambo, kwa mfano hili ishu la lilana hili, maandiko yanasema hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Hatujui. Na sio hiyo tu, kuna madhambi yako huko, kuna maovu yako huko, kuna makorokocho mengine yanapita kwenye damu. Tulishafundisha sana damu yanapita kwenye mambo ya familia huko, yanapita, yanakuja hapa na kongota huyu, afu huyu wanaangalia huyu, wanasema huyu mpe lile kule, huyu mwache, ila kongota huyu, kongota huyu. Kwa hiyo mnakuta namna fulani. Sasa maarifa ya kwanza ni kwamba Yesu alishatenganisha familia ya ndani na ya nje. Kwa lazima utamke kwamba niko ndani ya nani? Ya Kristo. Mimi niko ndani ya nani? Ya Kristo. Bwana asifiwe. Halafu tunaweka orodha. Kama kuna dhambi kwenye familia ilifanyika miaka 58 iliyopita, wewe unajua? Ambayo inakushikilia leo, huenda ina miaka 200 iliyopita. Wewe unajua? Nakuuliza, Roho Mtakatifu anajua? Anajua hajui? Anajua hajui? Maombi yako ya Kiswahili yanaweza kudadavua mpaka miaka 200 iliyopita? Miaka 25 iliyopita? Yanaweza? Mweze jirani, mbona umejaa Kiswahili kingi? Maombi ya Kiswahili yana mpaka, hayawezi kwenda deep. Ndio maana na matokeo yanakuwa ya rasharasha. Bwana asifiwe. Kwa cha kwanza ni kujua kwamba Yesu alishatenganisha familia ya ndani na ya nje. Huku ndani wajibu wetu ni kushughulika na hizo changamoto. Unajua tutakavyokuwa tunaomba au unavoombea mambo yako, unaweka kuna hili, nawaza hivi hivi, kuna hili, kuna hili, kuna hili. Halafu unamwambia Roho Mtakatifu, naomba ufanyaje? Unisaidie kuombea hiki, 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 kimoja baada ya kingine. Usivichanganye. 1, 2, 3, 4. Nisaidie kufanyaje? Kuomba. Naanza maombi. Maombi ya mwana wa Mungu hayapungui saa moja. Chini hapo Sasa hakuna mtu akuja kukupimia, wewe mwenyewe unacheki tu, mimi ngazi yangu ya maombi ni ipi. Ukishaiona ile ujue, ila lengo letu la Mega Life ni kukuhamisha kwamba kila mwana forest ngazi yake ya chini ya kuomba iwe ni saa moja. Mgeni tu ndio aje na dakika 5, 10, 15. Halafu kaa nayo hiyo kwa mwezi 1, 2, halafu uje ulete nini? Rejesho. Bwana asifiwe. Waliomba kwa kunena kwa lugha sio chini ya saa moja au zaidi, kuanzia Jumatatu mpaka leo. Nyosha mkono. Jumatatu saa moja. Rapa kata risha pakota. Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Jumaa, Jumamosi, Jumapili. Tuone mkono juu. Nyosha juu, nyosha juu kabisa. Tuone. Mkono mmoja. Hatugusi huku kwa meza kuu hizi, hatuzigusi, tunaongelea huku. Mkono, maana huku si ni wajibu wetu. Yaani iweje, iwe jua, iwe mvua. Mkono mmoja. Njoo hapa, njoo. Ukute wengine yeye kima chake cha chini masaa 3. Mimi nimeanzia saa 1. Nimeanza chini sana. Wale wa zaidi ya saa 1 nisije nikawaacha nyuma. Wa zaidi ya saa 1, maana unaweza kukuta masaa 3. Mimi nimetaja saa 1. Masaa 3, yani zaidi ya saa 1, saa 1, zaidi ya saa 1. Hapa nasema ni ishu ngumu sana kuangalia muda wakati mwingine. Na sikia huku ni kweli.
nimesikia support ni kweli. Na pastor, nikwambie maombi ambayo huangalii muda. Nilifanyaga mazoezi wakati fulani. Yaani nimeomba na sasa nimetumia bonge la muda kuja kuangalia dakika 14. Hafu nasema, yaani muda wote niliokaa hapa magotini dakika 14 au saa mbovu nini? Nachukua simu ambayo na uhakika nayo. Yaani shida ya maombi ambayo uangalie muda ndio hiyo. Unasikia anaunga mkono, ni kweli. Yaani maombi usioangalia, sijui inakuwaje automatic. Yaani usioangalia muda, yaani unakwenda unasema hapa napoona nilishafika saa 1:30 hapa. Kaangalie saa. Nakuta dakika 17:30. Bwana asifiwe. Kwa hiyo maarifa namba 1. Kwani walipokuwa nasema kina Petro wameenda hekaluni kusali saa 9, walikuwa wanamaanisha nini? Walikuwa wanamaanisha nini? Ile andiko sijui andiko gani? Walisema walikuwa Petro na Yohana walikuwa wakienda kusali. Walikuwa wakienda kufanyaje? Kusali, afu na muda unafanyaje? Saa ngapi? Saa 9. Maana yake nini? Waliangalia muda wa kuangalia. Afu na saa za wakati huo na sasa hizi tuna saa za kila design. Saa zao za wakati ule bwana si mchezo. Mwambie ndani yako waga tunaangalia muda. Kwa dharura tu ndo tunaomba. Unajua kuna maombi ya dharura Kuna yale maombi, sio maombi yote ya muda, lakini yale maombi ya kuzamilia, ya kuamua, huwa tunaangalia nini? Si unajua, kwani hujui kwamba huu ni usiku, nataka kuomba leo usiku. Si unasemaga unaanza kuomba, upange hata muda wa kwanza. Unasema nitaanza kuomba saa ngapi? Saa 6 au saa 5. Sasa saa 5 si huwa unaangalia saa 5 imefika. Ni muda wako wa kufanyaje? Wa kuomba. Ila wakati wa kumaliza ndio uangaliage Ukishainuka basi umeenda, hujui wewe mwenyewe unasema nimeomba. Mimi nakwambia kuanzia leo kaangalie muda, utaona. Utakuta maombi yako unaozani uliomba masaa 2 umeomba dakika 7 tu. Amen. Tunaangalia nini? Muda. Bwana asifiwe. Na ninakuhamasisha hama hatua kwa hatua kwenye maombi ya Kiswahili. Maombi ya Kiswahili unatakiwa ujae nini? Ujae imeandikwa. Unaoomba kwa Kiswahili hakikisha una maandiko. Sio unaomba tu masaa 2 unaulizwa ulitumia maandiko mangapi, hata andiko moja hamna. Hayo maombi yanapotea hewani tu. Imeandikwa. Nimepewa mamlaka ya kufunga na kufungua. Imeandikwa, nalofunga duniani limefungwa wapi? Mbinguni. Imefanyaje? Imeandikwa. Halafu narusha kombola. Kila silaha inayo imeandikwa, kila silaha inayofanyika kinyume changu haitafanyaje? Haitafanyikiwa. Kwa hiyo kila mshale wa kichawi, nyundo za kichawi, kuna nyundo za kichawi. Kama hujawahi kukongotwa, wengine tushakongotwa hizo. Kwa hiyo muda na kunena kwa lugha, tuhame kwenye utoto, tuhamie kwenye wana. Sema wana. Wana. Bwana asifiwe. Tupe ushuhuda kidogo. Tunaomba mic. Pata ushuhuda kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Mimi kwa kuomba ninaangaliaga tu muda wa kuanza. Lakini Roho Mtakatifu yeye ndo ananipeleka. Baada ya kumaliza muda naangalia kumbe nimeomba mpaka muda fulani, lakini si kwamba ninakuwa nimepanga niombe mpaka muda fulani. Anasema yeye anaangalia muda wa kufanyaje? Lakini unapomaliza huo unaangalia muda. Akimaliza anaangalia nini? Muda. Kwamba nilianza saa 5. Sasa kwenye kuomba usije ukasema unaanza saa 5 afu kila baada ya muda rapa kotorobo shikriba korea bakata.
Kipakete roshiba karaba. Asante. Hapana. Hapana, sema Mega Life. Tuitane wana nani? Tumefuta majina yako. Majina yako yamefutwa hapa leo kwa sababu tunalenga nini? Tunalenga nini? Mega Life. Na Mega Life inaanzia na wana wa nani? Wa Mungu. Inaanzia na wana wa Mungu. Anasema kila kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Na huku ndiko kushinda kwa ulimwengu, hiyo imani yetu. Imani ipi? Ya kuwa sisi ni wana wa Mungu. Tunaanzia hapo. Mambo makuu yanaanzia kujitambua wewe ni mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Nina mgeni wa heshima. Huyo mlete mbele huko. Huyo mlete, ana kiti chake hapa. Hapa. Haleluya. Nipe 5. Haleluya. Safi kabisa. Huyo ndo mgeni wetu wa heshima leo kwenye ibada hii. Kwa nini? Anaitwa Victor na mimi naitwa Victor. Bwana asifiwe sana. Karibu sana. Nimefurahi kukuona. Na ujumbe umeishia hapa baada ya kumwona Victor. Simama juu. Simama juu. Tutaendelea wiki ijayo. Kuna wakati kuna mtu kwenye familia anafanya uovu au anatenda dhambi, inaingia kwenye nini? Kwenye familia. Bwana asifiwe. Amen. Kwenye familia mtu aliua mtu asiye na hatia, manake damu imefanyaje? Imemwagika na vitu vingine. Sasa hatuingii sana kwenye kutafuta mambo hayo. Kuna maagano ya kifamilia, kuna mengine yamepita kwenye damu ya familia, mengine yamepita kwenye laana, mengine yamepita kuna madhabahu. Yani mambo yako chungu nzima. Madhabahu, sadaka zimetolewa kwa mashetani. Kwenye maandiko kisheria tumewekwa, nasema hivi, kisheria tuko huru. Lakini usipochukua hatua, ni kuhakikishia kuna watu leo wako kuzimu. Nikuulize, kwa sababu Mungu hakutoa msaada. Yesu hakufa kwa ajili ya watu wote. Yesu si amekufa kwa ajili ya watu wote. Kwa nini watu wanaendelea kwenda kuzimu? Nauliza swali, kwa nini wanaendelea kwenda kuzimu? Kwa kesi ngapi? Kesi 2. Waliookoka hawajaenda kuwafanyaje? Kuambia. Na kwa sababu hawajasikia, wameenda wapi? Wewe usimruhusu mtu mbele yako hujamwambia. Yani mwambie neno lolote ili wewe umenawa, umemalizana naye. Mwambie Yesu anafanyaje? Anaokoa. Neema ya Mungu ipo. Akatae yeye mwenyewe. Bwana asifiwe. Lakini usikutwe na kesi kwamba alienda kwa sababu wewe ukufanyaje? Ukumwambia. Na usimwone John anamwambia fulani ukasema John alishafanyaje? Alishamwambia. Maana mwingine anaona John anamshuhudia, yule alishashuhudiwa na John. Wewe umemshuhudia. Akitoka John unafuata nani? Unafuata wewe. Bwana asifiwe. Yaani unahakikisha kila mtu umemwambia, majirani zako, kuwakaribisha, kumwambia tu karibu kanisani utaenda kusikia neno. Hiyo inafanyaje? Natosha. Bwana asifiwe. Tunataka kunena kwa lugha dakika 5. Na nakupa zoezi hili ukalifanye kwenye changamoto zote unazo zinapitia. Kwenye mambo ya kifamilia huko yanapita, ya kiuchumi, ya nini. Mengi tunayokabiliana nayo wana wa Mungu ni kwa sababu maandiko yameshatuweka nini? Huru. Tuko huru. Matamko ya uhuru yameshatolewa, yameshashughulikiwa. Ila tunaendelea kukaa jela kwa sababu ni lazima na sisi tufanye sehemu yetu. Nikuulize swali. Hivi rais akishatangaza nimewasamea wafungwa 2 Ukonga, huaga naondoka kwenda Ukonga? Alafu akamwambia wewe nishakusamea utoke. Ukishasikia msamaha, jukumu la kufuatilia ni nani? La mfungwa. Na anasimamia tamko la nani? La rais. Anachotaka kujua ni jina lake limo.
Nakuuliza swali, wewe jina lako limo? Tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kama ndivyo nilivyo, natafuta matamko ambayo Mungu ameniachilia huru. Kwa hiyo utaorozesha, Bwana asifiwe, kwamba kila changamoto ambayo bado imekuweka gerezani, kifungoni, kwenye shimo, utumwani, umechukuliwa mateka, na shetani anatafuta sana watu wasiojua sheria. Bwana asifiwe. Si unajua unaweza ukafungwa jela wakati kosa hujafanya eh? Kwa hiyo tunaweza kuendelea kuwa jela wakati Biblia imetuweka huru. Kuna vifungo mbalimbali kwenye familia, kuna mateso mbalimbali mnapitia, kuna aina fulani za maisha unayakuta kwenye familia. Manake shetani ana uhalali na hayo mambo, lakini Biblia imekuweka huru. Wajibu wetu, anasema uzima na mauti viko kwenye nini? Kinywa. Usipotamka, usiposema kwa kinywa chako, utakaa jela mpaka siku utakaposema imefanyaje? Imetosha. Ukatangaza haki zako, imeandikwa. Kristo aliikomboa familia hii kutoka kwenye nini? Laana za Torati. Kila kinachopita kwenye damu ya familia, mimi ndo wa mwisho. Lazima ufanyaje? Utamke. Lakini huwezi kwenda mbali sana mpendwa, utatamka vitu vya juu juu tu. Kuna mambo yako deep. Anasema liite jina la Bwana, atakuonyesha mambo makubwa na magumu sio yajua. Kuna mambo magumu yanakushikilia ambayo wewe kwa maombi yako ya kawaida huwezi kuyafikia ndugu. Lakini kwa kunena kwa lugha, kwa kunena kwa lugha, kwa muda usiopungua muda gani? Saa moja. Consistency, leo, kesho kutwa, utaanza kuona mambo yanageuka. Watu wamekutamkia huko maneno magumu, tuone hutatoboa. Kwanza mkatishe hapo hapo, alafu mpeleke wapi? Mpeleke mezani. Bwana asifiwe. Tamko la huyu Sinde kwamba sitatoboa, nalirudisha wapi? Kwake. Halafu unanena kwa nini? Kwa lugha, hatua kwa hatua. Ukianza kunena sasa, usiseme ndo utaona jioni. Hapana, kuna mengine yana mizizi mirefu, yanahitaji. Unaona wale wanaotengeneza kokoto, unamkuta na mbonge wa nini? Wajiwe, alafu ameshika nini? Nyundo. Ndugu, ukipita wiki ijayo unakuta kiloba cha nini? Cha kokoto. Ngo mpaka jiwe linafanyaje? Kwa kila siku unayopigiza kwenye familia, kwenye ukoo, kuna jambo linakongotwa kule, linakongotwa tena, linakongotwa tena, linakongotwa tena, mpaka unafanyaje? Unakuwa huru. Lakini kuna mtu anaenda na kongota leo alafu anaacha. Amen. Inua mikono yako juu, sema Bwana Yesu, ninasimama kwenye ulimwengu wa roho, kwenye nafasi ya kuhani wa kifalme. Nasimama kwenye agano la damu ya Yesu. Nasimama kwenye nafasi ya kikuhani na damu ya mwana kondoo, damu ya kunyunyiza, damu inenayo mema, damu inayofuta, na damu iliyofuta mashtaka yote, haki zote za kisheria, madai yote ya kisheria ya shetani, ya nguvu za giza, ya mizimu, ya miungu. Tangazo limeshatoka, nimeachwa huru, nimeachwa huru katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, na kukabidhi kila eneo ambalo adui bado analishikilia kwenye maisha yangu, utumwani, kuwa mateka, kuwa kwenye shimo, kwenye kifungo. Na kataa leo, nasimama kama kuhani kwa ajili yangu, kwa familia upande wa baba, kwa familia upande wa mama, katika jina la Yesu. Damu ya Yesu ipite kwenye kila eneo linalotushikilia katika jina la Yesu. Calvary ililipa
madeni yote, mashtaka yote, madai yote, haki zote za kisheria za shetani, za nguvu zote za giza, za falme, za mamlaka, za wakuu wa giza, katika jina la Yesu, za madhabahu za giza, za madhabahu za giza, za maagano ya giza, za laana za familia, katika jina la Yesu. Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Roho Mtakatifu, ninayakabidhi haya yote kwako ili unisaidie kuomba. Sijui kuomba jinsi nipasavyo, lakini nalitia jina lako. Asante kwa kunionyesha, kwa kunifunulia mambo magumu nisioyajua, yanayotuweka utumwani, yanayotushikilia, yanayofunga maisha yetu, yaliyoharibu maisha yetu. Wewe ni msaidizi wangu, wewe ni alosi wangu, na kukabidhi haya, unisaidie kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu katika jina la Yesu. Napokea majibu katika jina la Yesu. Nena kwa lugha dakika 5, na ukiamini kwamba Roho Mtakatifu anashughulikia maeneo hayo. Rendo pai kisa korabashaka, yale maeneo ambayo yanatesa familia, yanasumbua familia, yataje. Yanatesa maisha yako, yataje. Waambie, eneo hili limekuwa sugu, eneo hili lina siri gani? Roho Mtakatifu, kuna siri gani inayoendelea kutushikilia hapa kwenye familia hii? Linaendelea kutushikilia hapa, kuna siri gani hapa? Naomba Roho Mtakatifu unisaidie leo kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu katika jina la Yesu Kristo. Umesema utanifunulia, utanionyesha mambo makubwa na magumu nisiyoyajua. Rapota kaya baro repekato rabashaka rende raboshiki rapatoka ya barendo ramoshakaba rende sheko rabash rika payo pota rika parabosoka karoboshaka. Natangaza, nasimama kwenye nafasi ya ukuhani wa kifalme, katika jina la Yesu. Rimatora basheke rando rebasaka rika papori baseke rende ropo shata rika katorabashika porabashaka korabashaka riko paroseke rika paroseke korabashika. Unakataa kila kifungo, unakataa kila lana, nakataa kila kifungo, nakataa kila lana, nakataa kila kushindwa, nakataa mipaka yoyote niliyowekewa kwenye ulimwengu wa roho na mwili, naye kataa. Nimewekwa huru, neno la Mungu limeniweka huru, damu ya Yesu imeniweka huru. Nakataa kwa jina la Yesu, nakataa hali ngumu, nakataa maskini, roho ya umaskini, naikataa. Damu ya Yesu imeniweka huru. Rapa katoroboshiki rika parabashika porabashaka. Matatizo yanayopita kwenye familia, mpaka wake ni mimi. Hayatavuka hapa, hayatavuka kwenye uzao wangu, hayatavuka hapa, yanaishia hapa, mwisho wake hapa, nayokea mpaka hapa, hayatavuka hapa. Karoboshaka rabaseka rika paroboshanda rabash rapa karabashika. Mateso ya kujirudia, tabu za kujirudia, changamoto za kujirudia, naweka mpaka leo. Roho Mtakatifu nisaidie, natangaza mwisho leo kwa jina Yesu. Nasimama kwenye nafasi, mimi ni mwana wa Mungu, na kila kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Ninashinda kila changamoto iliyoko mbali, nashinda laana, nashinda vifungo, nashinda mateso, nashinda katika kila eneo. Rimatora bashaka ropotaka rabasika ropa rabakario bosaka rende shako rabas, katika jina la Yesu. Mungu uliye hai, wapokee. Asante. Natamka kufunguliwa kwako, natamka kuwekwa kwako huru. Pokea uzima wa Mungu, pokea uzima wa Mungu, pokea uzima wa Mungu, pokea uzima wa Mungu unaobeba kila kitu chema kwenye maisha yako. Pokea zoe, pokea zoe, pokea uzima wa Mungu. Uzima wa Mungu unabeba kila kitu chema kwenye maisha yako. Pokea zoe, pokea zoe. Kila mauti tunaitisha kwako, ishindwe kwa jina la Yesu. Mauti ya biashara, mauti ya shughuli zako, mauti kwenye kila eneo, katika jina la Yesu. Patorabasaka rika parobosheka paroboshaka labashika. Pokea mega life katika jina la Yesu. Pokea zoe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.
Kuna mtu hapa anaona umeomba dakika 10, umeomba dakika 4 tu, 5 hatujafika bado. Amina. 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 Weka mikono yako kichwani, sema asante Mungu kwa kunipa maarifa. Fungua akili zangu nipate kuelewa na maandiko. Nakataa utumwa, nakataa vifungo, nakataa nira katika jina la Yesu. Kwa sababu umeniweka huru. Umesema utaijua kweli na ile kweli itakuweka huru. Napokea kweli inayoniweka huru kwenye kila eneo kwa jina la Yesu. Nabatilisha mambo ya kitoto, mambo ya utoto uchanga. Napokea utu uzima. Napokea akili za watu wazima kiroho. Napokea akili za utu uzima wa kiroho katika jina la Yesu. Kufikiri kama mtoto, kuwaza kama mtoto, kunena kama mtoto katika jina la Yesu. Natangaza leo ni mwisho. Napokea akili za utu uzima. Napokea neema ya utu uzima katika jina la Yesu. Shukuru Mungu, mwambie asante, imekuwa. Karosha mayata rabakisa karabashi. In Jesus name.